Tuelekee kaunti namba 21 ambapo viongozi huko Murang'a wamelaani tukio la hivi karibuni la polisi alionekana akimpiga risasi muuzaji wa barakoa asiye na silaha hapa Nairobi wakati wa maandamano ya amani kudai haki kwa mwalimu Albert Ojwang aliyeuawa mikononi mwa polisi. Viongozi hao wakiwemo mbunge wa Kangema Peter Kihungi, mbunge wa Kiharu Ndende Nyoro na mwakilishi wa kike Betty Maina wanataka polisi waliohusika wachukuliwe hatua na kuwa mfano kwa wengine wanaopaka tope idara ya polisi. To our police officers, can we stop using excess force on civilians who are not even armed? Jana tuliona ile kitendo ilitendeka pale Nairobi. It is very unfortunate that young man Boniface Kariuki ni wa hapa Murang'a County. We want to condemn that act and we want to request the IG of police hakikishe kwamba huyo kijana, huyo askari amepelekwa kotini na amepata mashtaka yake. Kwa sababu kama angekuwa confronted, hata sisi wanadamu tungeelewa, lakini vile alipiga huyu kijana risasi ilikuwa tu kimakusudi. Hata huyu mtu anaweza onekana ni mtu ambaye anataka kuharibia serikali katika hali ile ya kazi yenye inafanyika kwa serikali. Lakini kwa hivyo tunaomba serikali imepata jina baya sana kuanzia kitendo ambacho kilifanyika cha Ojwang, hii imefanyika jana ya Kariuki. You must respect the lives of Kenyans. And the work of government is to protect the lives of Kenyans. It is not to harm Kenyans. Kwa hivyo tafadhali, all the decision makers in this country, lazima muwajibike. And if the kitchen is too hot, you do not want Kenyans to ask you questions, please, fuga virango kwenda nyumbani. Kutoka kaunti namba 21 turejee hapa kaunti namba 47 ambapo maafisa wawili wa polisi walioonekana wakimpiga risasi mchuuzi mmoja kwenye maandamano hapa Nairobi wamefikishwa mahakamani hii leo. Kesi hiyo inaendelea katika mahakama ya Milimani. Tusikilize yanayojiri. Tuelekee kaunti nambari 1 ambapo utata umeibuka baina ya wakazi zaidi ya 200 na aliyekuwa spika wa kaunti ya Lamu Mohamed Fumo kuhusu umiliki wa kipande cha ardhi cha ekari zaidi ya 3 huko Utange, Mombasa. Kulingana na wakazi hao, wameishi katika ardhi hiyo kwa zaidi ya miaka 40 na kuwa utata huo bado uko mahakamani. Mohamed Fumo kwa upande wake anashikilia kwamba ana hati miliki na ameidhinishwa na mahakama kuwafurusha wakazi hao. Makazi haya ya kifahari mtaani Kitaruni, Utange, kaunti ya Mombasa, huenda yakabomolewa kutokana na utata wa umiliki